Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu zingine, kutokana na hali ya kiusalama ambayo inazidi kuwa tete siku baada ya siku. Na siku ya leo tarehe 2 Aprili mwaka 2026 tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kusini, ambako katika maeneo ya Mwae na Haut Plateau ya wilaya ya Uvira, jaribio jipya la mashambulizi linalodaiwa kufanywa na wahasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda linaripotiwa kuzuiwa na wapiganaji wa Zalendo. Kwa mujibu wa taarifa zinazofanana kutoka eneo hilo, mapigano yalikuwa makali hasa katika vijiji vya kimkakati vya Mitamba, Katoma, Ziba, Buhonde na Kipimo. Inadaiwa kuwa wapiganaji wa M23 RDF walijaribu kurejesha udhibiti wa maeneo hayo, lakini walilazimika kurudi nyuma baada ya mashambulizi ya kujibu yaliyopangwa vyema na makundi ya kujilinda. Vijiji hivi ambavyo kwa sasa viko chini ya udhibiti wa Wazalendo hapo awali vilichukuliwa kwa ngome muhimu kwa wahasi na washirika wao, vikitumika hasa kama vituo vya nyuma katika kuendelesha operesheni dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo. Hata hivyo, hali ya usalama bado ni tete katika eneo hilo la milima ya juu ya Uvira, ambapo mienendo ya makundi yenye silaha na mapigano ya hapa na pale vinaendelea kuchochea hali ya ukosefu wa usalama, kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na kiraia vilivyoko eneo hilo. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, katika sehemu ya kusini ya wilaya ya Lubero, mchakato uliotangazwa kwa kuondoka kwa wapiganaji wa AFC M23 unaonekana kusimama katika vijiji kadhaa kufuatia kurejea kwa mapigano kati yao na makundi ya wapiganaji wa Zalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na ushuhuda uliokusanywa kutoka eneo la tukio, mapigano makali yalizuka tangu tarehe 30 Machi katika vijiji vya Kalonge na Lubango, na inaripotiwa kuwa wahasi hao walikabiliana na wapiganaji wa Mouvement de Resistance Patriote Congolais MRPC waliokuwa wamepelekwa hivi karibuni katika eneo hilo lenye umuhimu wa kimkakati. Hali ya usalama iliendelea kuwa tete katika siku zilizofuata, na hata kwa siku hizi mbili milio ya silaha nzito na ndogo ilisikika tena katika vijiji kadhaa ikiwemo Katambi, Kirikiri na Bianze, hali inayoashiria kuongezeka kwa mapigano na kudumu kwa hali ya kutokuwepo kwa utulivu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, kuongezeka huku kwa mapigano kunahatarisha juhudi za kuondoa majeshi zilizokuwa zimeanza kujiondoa, na pia kunaongeza hofu miongoni mwa raia ambao tayari wameathiriwa na kuhama mara kwa mara, pamoja na hali ya ukosefu wa usalama wa kudumu katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini. Tukisalia huko wilayani Lubero katika mkoa wa Kivu Kusini, kaskazini kumradhi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC tayari limejipanga katika kijiji cha Kipese kufuatia tangazo la kujiondoa kwa wahasi wa M23 RDF. Taarifa hiyo imethibitishwa na msimamizi wa wilaya ambaye ameeleza kuwa uwepo huo wa kijeshi ni sehemu ya juhudi za kurejesha polepole mamlaka ya serikali katika eneo hilo. Katika muktadha huo, mamlaka za ndani pia zimetangaza uteuzi unaotarajiwa na msimamizi msaidizi, yani administrateur delege, atakayesimamia utawala wa kiraia na kuimarisha kurejea kwa taasisi za serikali. Hata hivyo, hatua hiyo inapokelewa kwa tahadhari na sehemu ya mashirika ya kiraia ya eneo hilo. Baadhi ya wawakilishi wao wanakosoa kile wanachokiita kujiondoa kwa kuonekana tu, wakidai kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 RDF bado wanaonekana katika maeneo ya jirani, jambo linalozua mashaka kuhusu uhalisia wa hatua hiyo ya kujiondoa. Katika hali hiyo, mazingira ya usalama bado ni tete kati ya juhudi zinazoonekana za kurejesha hali ya kawaida, na hofu zinaendelea kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya kimkakati ya nguvu zilizopo uwanjani.
Katika muktadha wa hali ya ukosefu wa utulivu unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wawekezaji wa Kimarekani kwa kuungwa mkono na mamlaka za Washington wanachunguza uwezekano wa kuanzisha eneo la neutralite ya kijeshi kuzunguka eneo linalochukuliwa kuwa la kimikakati lililoko katika makutano ya mipaka ya RDC, Rwanda na Burundi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinavyofuatilia suala hilo kwa karibu, linadai ya kwamba mpango huo unalenga kulinda uwekezaji kwa kuweka eneo lisiloruhusu uwepo wa vikosi vya kijeshi. Wafadhili wa mradi wanaona hatua hiyo kuwa ni ya muhimu ili kupunguza hatari zinazotokana na migogoro ya mara kwa mara katika ukanda wa Maziwa Makuu. Lengo kuu ni kuunda mazingira tulivu na yanayotabirika yatakayovutia na kulinda mitaji ya kigeni. Hata hivyo, pendekezo hili linakumbana na upinzani mkali kutoka kwa mamlaka za Kongo. Huko Kinshasa, baadhi ya viongozi wa kisiasa na kiutawala wanaonyesha wasiwasi wakiliona kama hatua inayoweza kugusa au kudhoofisha uhuru wa taifa. Wazo la kuwepo kwa eneo ambalo haliko kikamilifu chini ya udhibiti wa serikali linazua maswali kuhusu mamlaka ya nchi juu ya ardhi yake na uwezo wa taasisi zake kusimamia mipaka yake. Mradi huu unaonyesha wazi mvutano uliopo kati ya mahitaji ya usalama na wawekezaji wa kimataifa, fursa za kiuchumi zinazoweza kupatikana na masuala nyeti ya uhuru wa taifa. Katika eneo ambalo mizani ya kisiasa na kijeshi bado ni dhaifu, mipango kama hii inaendelea kuzua mjadala na mabishano makubwa. Na tukirejea tena katika mkoa wa Kivu Kusini, tukio jipya la kutia wasiwasi linalowalenga wahudumu wa afya limeripotiwa hiyo jana Jumatano tarehe 1 Aprili katika eneo la Kavumu, wilaya ya Kabare, karibu na mji wa Bukavu. Daktari Njolo Pembo Nick anayefanya kazi katika kituo cha hospitali cha Kavumu CH Kavumu alitekwa nyara majira ya saa 9 alasiri, yani Kenzer, kulingana na taarifa zinazofanana kutoka kwa wenzake wa kazi. Akiwa amesajiliwa chini ya nambari ya CNOM 38116, daktari huyo anaripotiwa kulengwa muda mfupi baada ya kutoa huduma kwa wagonjwa waliokuwa wamejeruhiwa, akitekeleza wajibu wake wa kitabibu wa kutoa matibabu bila ubaguzi. Vyanzo vya kitabibu vinaeleza pia kuwa tayari alikuwa akipokea vitisho na majaribio ya kumtisha hata katika makazi yake. Utekaji huo umeibua wasiwasi mkubwa ndani ya jamii ya wahudumu wa afya katika eneo hilo, ambao wanasisitiza kuwa wataalamu wa afya wanapaswa kulindwa katika hali zote, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha. Kutoa huduma kwa majeruhi bila kujali upande wao ni wajibu wa kimaadili na haipaswi kuwa sababu ya kulipiziwa kisasi. Kutokana na hali hiyo, wito wa dharura umetolewa kwa mamlaka za mitaa, za mkoa na za kitaifa pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua zote zinazohitajika ili kumpata haraka daktari huyo na kuhakikisha usalama wake. Mashirika ya kibinadamu hususan Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR na Shirika la Afya Duniani OMS pia yameombwa kuimarisha ulinzi wa wahudumu wa afya katika eneo hilo. Wadau wa ndani wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu kikamilifu sheria za kimataifa za kibinadamu ambazo zinatambua neutralite na ulinzi wa miundombinu ya afya. Kutibu sio kosa, kulinda wahudumu wa afya ni wajibu, wanakumbusha madaktari ama wadau hao katika komunike yao hiyo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kupata habari moto kutoka kwetu, basi baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufahidi zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.